lakini sio kutupotezea muda ambao tumekuja then tunakaa hakuna kinachofanyika. Mkutano umeendeshwa kihuni na mwenyekiti, hauna maana yoyote, na sidhani kama ni mkutano halali, ni mkutano wa ovyo kwa upande wangu mimi. Nini kama mashabiki, wajumbe, lakini pia wanachama, hii imewapa tafsiri gani? Mko kwenye mkutano, mara mkutano haujaisha umeahirishwa. Tunaongozwa na viongozi wa ovyo ambao wapo kwa maslahi yao. Yeah. Pengine mlihitaji mabadiliko ya katiba mpya? Of course mabadiliko yanahitajika. Kila time zinapokwenda katiba lazima ibadilika. Haiwezi ukabaki ile ile ya mwaka 77, 80, 90. Lazima kila muda unapokwenda kuna mambo yanaingia, lazima utabadilisha kutokana na mabadiliko ya dunia yenyewe yanapokwenda. Tuliona swali kutoka kwa mjumbe kwenda kwa Murtaza Mangungu kuhusiana na swala la bajeti. Akajibu kwamba mkutane kwenye uchaguzi mkuu. Ni kama mnilalamika. Pengine mlizungumza kitu gani wakati mnapokea hili? Swali lililoulizwa kwanza lilikuwa la muhimu sana. Leo ana miaka 4 hawana mhasibu wa kutoka nje. Lakini yeye amejibu kimkato kwa sababu yeye yupo kwa maslahi yake na watu wake. Anazungumzia mkutano, anazungumzia uchaguzi ujao. Maana yake yeye akili yake ipo kwenye uchaguzi, haipo kwenye klabu, yupo kwenye maslahi yake. Na ndio maana hata leo wanataka kuondoa saini ya rais ama mtu mwingine, eti kadi za mwanachama isainiwe na mwenyekiti ili waweze kutengeneza wanachama wao mamluki kwa ajili ya kushinda huo uchaguzi ambao tayari ameshaukamia. Yaani anatuonyesha kwamba yeye maandalizi yake ni uchaguzi na sio mambo mengine yoyote. Na hata hii katiba wanataka kuipitisha kwa ajili ya kutengeneza ama kujitengenezea njia zao za kuingia ama kubakia katika madaraka. Na hicho ndio ambacho hamkubaliani nacho kabisa. Vitu vingi hatukubaliani. Ikiwemo ni uendeshaji wa mkutano, wewe mwenyewe na langu bupo hapa. Kwa hiyo ni uendeshaji wa yani mkutano wa kihuni. Ni mkutano wa kihuni ambao hauwezi kuendeshwa kijinga namna hii. Na mimi kwanza niwashangae wana Simba, mimi nimebaki nimekaa kwa sababu Ahmed Ally amesema watu wainuke wajinyoshe, kwa sababu tumekaa muda mrefu. Wainuke wajinyoshe, anayeenda msalani aende, kisha tuendelee. Lakini kurudi huyo mtamani madaraka amerudi, ameomba dua, ameahirisha mkutano. Sasa uwezi ukaelewa, wewe mwenyewe umeelewa kwamba kuna mkutano ulikuwepo na mkutano umeisha. Haijulikani yani mkutano umeishia wapi, kulikuwa na kitu gani. Nawashangaa wapenzi na wanachama wa klabu ya Simba.